Naam, Samia Suluhu na waziri wake wazomewa jukwaani. Hotuba yalazimika kukatizwa katikati pindi tu serikali ya Mama Samia Suluhu ilipotajwa. Maelfu ya wananchi wa Tanganyika walianza kumzomea waziri wa CCM kupelekea ujumbe aliouleta wa Samia Suluhu kutofikishwa kwa wananchi, baada ya vijana wa Gen Z kukataa kusikiliza kabisa na kuanza kupiga kelele. Naibu waziri alilazimika kuondoka na kuacha kutaja serikali ya Samia mbele ya umma huo wenye hasira. Lakini je, ni ujumbe gani huu wa serikali ya Samia uliosababisha waziri mzima kuzomewa baada ya kutaja tu serikali ya Samia? Na ni kiongozi gani huyu aliyezomewa na kwa nini amezomewa? Na Samia Suluhu amejibu vipi baada ya umma wenye hasira kuzomea ujumbe wake na kukataa kabisa kupokea ujumbe huo? Kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe, alafu niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa maeneo au mkoa gani. Waziri maarufu wa serikali alipanda jukwani nchini Tanzania kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava na umati ulimsukuma kutoka humo. Naibu waziri Hamis Mwinjuma anayejulikana kwa jina lake la kisanii Mwana FA alipanda jukwani katika tamasha la kuadhimisha miongo mitatu ya hip hop ya Tanzania. Mara tu alipotaja serikali ya Samia, umati ambao kwa kiasi kikubwa uliundwa na vijana wa Kitanzania Gen Z ulibadilika ghafla na kukasirika. Ulipiga kelele, kuzomea kwa nguvu na kwa sauti kubwa kiasi kwamba alilazimika waziri huyo kuondoka jukwani kabisa, sababu tu ametaja serikali ya Samia Suluhu. Hakumaliza hotuba yake, hakusubiri kelele zipungue au kuzomea kuache, aliondoka moja kwa moja. Wakati huo mmoja umefungua mjadala ambao sasa unaenea mbali zaidi ya duru za muziki, kwa sababu kilichotokea katika tamasha hilo la muziki kinaelezea hadithi kuhusu hali joto ya kisiasa ya Tanzania ambayo hakuna taarifa rasmi, hakuna kupelekwa kwa usalama na hakuna tamko la maridhiano huko Zanzibari linaloweza kuzuiwa. Hata hivyo, inadaiwa ya kwamba Mwana FA alikuwa na nia ya kumpigia Samia Suluhu simu akiwa nyumbani akitazama tamasha hilo kwenye runinga, aweze kupigiwa simu kuweza kuwasalimia watu waliotembelea tamasha hilo, lakini baada ya kuzomewa hilo halikuweza kufanikiwa. Hata hivyo, huu haukuwa mkutano wa kisiasa, haukuwa mkutano wa upinzani. Umati ulikusanyika kusherehekea Bongo Flava, miongo mitatu ya utambulisho wa muziki wa Tanzania, utamaduni na mafanikio ya kisanii. Hakuna mtu katika hadhira hiyo aliyenunua tiketi ya kuandamana, walikuja kwa ajili ya muziki. Na wakati jina na sura ya serikali ya Samia ilipojitokeza kwenye jukwaa hilo la muziki, kukataliwa, kuzomewa kulikuwa mara moja, kwa pamoja na kwa hiari kabisa. Umma ulionekana kukasirika kuingizwa siasa za serikali juu ya jukwaa hilo. Upekee huo ndio undani unaojalisha zaidi. Kuzomea kwenye mkutano wa kisiasa kuna kuambia kwamba wapinzani walijitokeza kisiri ndani ya umati. Kuzomea kwenye tamasha la muziki ambapo hakuna mtu aliyekuja kwa nia ya kisiasa au kutoa kauli za kisiasa kuna kuambia kitu tofauti kabisa. Kuna kuambia kwamba kukataliwa hadharani kumeacha nafasi za upinzani na kuingia katika maisha ya kila siku ya umma wa Tanzania. Imekuwa ya kutafakari. Maria Sarungi Teshai, mwanaharakati wa upinzani wa Tanzania ambaye sauti yake imekuwa moja ya dhabiti zaidi katika migogoro kama hii, aliandika kuhusu tukio hilo kwa tafsiri kali. Alisema kwamba kinachoshangaza si kwamba afisa wa serikali alizomewa, bali kwamba umati uliokusanyika kwa ajili ya wakati wa burudani na mziki adimu uligeuka kwa pamoja na kuwa na uadui waziwazi mara tu serikali ilipotajwa. Alielezea kukataliwa huko kama hakuzuiliwi tena kwenye mazungumzo ya baa au machapisho ya mitandao ya kijamii, lakini sasa yametolewa bila woga hadharani. Hitimisho lake lililotolewa chini ya hashtag ya Samia Must Go lilikuwa kwamba hii si maoni yake binafsi, bali ni hatua ya haraka na muhimu ya kutatua kile alichokiita mgogoro wa Tanzania wa kisiasa. Hayo ni maneno ya Sarungi na usemi wake wa kisiasa, lakini tukio lenyewe zima la kuzomewa na kuondoka jukwani kwa waziri limerekodiwa na mjadala uliochochewa nalo ni halisi, bila kujali jinsi mtu
anavyolifafanua kisiasa. Baadhi ya waangalizi walisema kwamba umati wa matamasha ni mazingira yenye hisia ambapo kuzomea au kuimba si lazima kuwe na uzito wa kisiasa, kwamba mwitikio wa hadhira katika matukio makubwa ya burudani unaendeshwa na utamaduni na ushabiki au mashabiki au matarajio ya utendaji na mienendo maalum ya umati uliokuja kuwaona wasanii, si maafisa au mawaziri. Kutokana na usomaji huu, mapokezi ya Mwana FA ambaye ni naibu waziri nchini yalikuwa wakati wa burudani na wala si uamuzi wa kisiasa, lakini hayo ni maoni yao. Lakini usomaji wa pili unaopata mvuto mkubwa mtandaoni saa chache baada ya tamasha hilo uliweka tukio hilo katika muktadha wa kila kitu ambacho Tanzania imepitia tangu Oktoba 29 mwaka uliopita. Wiki za kukamatwa kisiasa, operesheni ya usalama kabla ya alfajiri mnamo Julai 7, tarehe ya mwisho ya siku 30 ya Jumuiya ya Madola kwa Tundu Lissu, grafiti ama uchoraji kwenye kuta za jiji kabla ya alfajiri ambao ulikuwa ukitangaza maandamano ya Sabasaba maeneo tofauti nchini, na masoko yakiwa yamefungwa Julai 7, barabara zikiwa tupu na maafisa kushika doria kila kona ya nchi. Ikitazamwa kupitia lenzi hiyo, umati wa vijana wa Gen Z wa Kitanzania kwenye tamasha la Bongo Flava wakiikemea na kuizomea serikali yao si mchezo wa kuigiza. Ni shinikizo lililokusanya la miezi kadhaa kutafuta njia isiyotarajiwa ya kutoka. Mwanasiasa wa upinzani Peter Msigwa vilevile katika mitandao yake ya kijamii amejibu sasa hivi tukio hilo kwa onyo la moja kwa moja kwa wale walio madarakani au kwa utawala wa Samia Suluhu. Maafisa wa serikali kuzomewa hadharani katika maeneo yasiyo ya kisiasa si jambo la kupuuzwa kabisa, ni kengele na onyo linalohitaji umakini mkubwa. Alisema kwamba wakati raia hasa vijana wadogo wanapofikia hatua ya kuonyesha hasira za umma katika maeneo ambayo hayana uhusiano wote na siasa, viongozi wakuu katika kila ngazi ya serikali hawawezi kudhani watatengwa kutokana na hisia hiyo. Kuzomewa au kukataliwa katika usemi wake ni aina ya mawasiliano raia wanaotumia njia inayopatikana kwao katika eneo ambalo walihisi salama vya kutosha kuzungumza kwa uaminifu. Peter Msigwa aliendelea zaidi akitoa hoja ambayo iko katikati ya mvutano wa kisiasa wa sasa wa Tanzania. Wakati sababu zinazowasukuma raia hasa vijana kuonyesha hasira za umma hazijashughulikiwa katika mizizi yao, viongozi wakuu katika ngazi nyingi hawawezi kuamini kwamba hawataathiriwa. Maana yake ni wazi, kuwakandamiza waandaaji wa maandamano hakuzuii masharti yanayosababisha maandamano. Masharti hayo yanaonekana hata hivyo sehemu mbalimbali katika matamasha kwa simu. Sehemu ya wachambuzi walihimiza tahadhari kuhusu kuzidisha mambo katika tukio moja la tamasha, wakisema kwamba matukio ya burudani yana mienendo yao ya ndani ambayo si mara zote hutafsiri kuwa hitimisho pana ni la kisiasa. Tahadhari hiyo ina mantiki kali. Umati wa tamasha si kura ya maoni. Mtazamaji, naachia hapa katika video au taarifa hii, lakini maoni na mtazamo wako ni muhimu sana katika taarifa hizi. Upande wa comment chini ya video hii ni juze mtazamo au maoni yako kuhusiana na tukio hili la kuzomewa baada ya serikali ya Samia kutajwa jukwani mbele ya maelfu ya watu. Vile mtazamaji, tukikamilisha habari hizi na kuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Itakuwa umetusaidia sana na itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika habari au taarifa zetu mpya.